Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Marko, sura ya 3 aya ya 31 hadi aya ya 35. Walikuja mamaye na nduguze wa Yesu, wakasimama nje, wakatuma mtu kumwita. Na makutano walikuwa wameketi wakimzunguka, wakamwambia, "Tazama, mama yako na ndugu zako wako nje wanakutafuta." Akawajibu akisema, "Mama yangu na ndugu zangu ni akina nani?" Akawatazama wale walioketi wakimzunguka pande zote, akasema, "Tazama, mama yangu na ndugu zangu, kwa maana mtu yeyote atakayeyafanya mapenzi ya Mungu, huyo ndiye ndugu yangu na umbu langu na mama yangu." Neno la Bwana. Mpendwa mtazamaji wa Jimbo Katoliki Njombe Online TV, karibu katika tafakari ya somo la Injili siku ya Jumanne tarehe 27 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026. Katika somo la Injili ya leo tumesikia habari za ndugu na jamaa wa Yesu akiwemo mama yake waliokuwa wakitaka kumwona. Ni mazingira ambayo kulikuwa na umati mkubwa ukiwa umemzunguka Yesu, hivyo nduguze hawakuweza kumwona kiurahisi. Wakatuma watu wakamwite, nao walikwenda na kumweleza wakisema, "Tazama, mama yako na ndugu zako wako nje wanakutafuta." Yesu aliwajibu kwa kuwauliza, "Mama yangu na ndugu zangu ni akina nani?" Baada ya kusema hayo, somo linaendelea kutueleza kwamba Yesu aliwatazama wale waliokuwa wamemzunguka, kisha akasema, "Tazama, mama yangu na ndugu zangu, kwa maana mtu yeyote atakayeyafanya mapenzi ya Mungu, huyo ndiye ndugu yangu na umbu langu na mama yangu." Wapendwa, sehemu hii ya Injili ya Marko inatupa picha halisi ya familia ya Mungu. Ni familia pana inayovuka mipaka ya mahusiano ya kibinadamu. Ni familia ya kiroho. Ni familia ambayo haifungwi na damu ya kimwili tu, bali na utii kwa mapenzi ya Mungu. Yesu anatufundisha kuwa wale wanaomwamini na kufanya mapenzi ya Mungu ndiyo kaka zake, dada zake na mama zake. Ndugu zangu wapendwa, familia hii wanapokusanyika wanaijenga familia mpya ya kiroho ya waamini. Yesu anapanua wazo la familia kupita mahusiano ya kibiolojia na kuingiza waamini wote wanaofanya mapenzi ya Mungu. Kufanya mapenzi ya Mungu ndiyo msingi na kigezo cha kuwa katika familia hii ya Mungu. Kutimiza mapenzi ya Mungu kama sharti la kuwa mwanafamilia wa familia hii, maana yake ni kusikiliza na kutii matakwa ya Mungu. Tendo la kuwa na imani kwamba Yesu ni mwana wa Mungu hutufanya sisi sote kuwa wana wa Mungu. Sehemu hii ya Injili ni wito kwa kila mmoja wetu kujenga uhusiano wa kiroho na Yesu kupitia imani na utii, imani inayodhihirisha kuwa kanisa ni familia mpya ya Mungu. Wapendwa, mara nyingi watu wamekuwa wakitafsiri sehemu hii ya Injili kama Yesu aliikataa familia yake ya damu na hata kudharau, kupuuza na kuikejeli nafasi ya Bikira Maria, eti kwa sababu Yesu alimkataa mama yake, wakirejea sehemu ya Injili ya leo. Ndugu zangu wapendwa,
yatupasa kuwa na tafsiri sahihi ya neno la Mungu. Yesu haikatai familia yake ya damu, bali anainua uhusiano wa kiroho kuwa wa kipaumbele zaidi na kuweka bayana kuwa familia ya kweli ya Yesu inaundwa na wale wanaolitii neno la Mungu. Na hii ni sifa aliyonayo mama yetu Bikira Maria. Yeye ni mfano bora wa kutimiza mapenzi ya Mungu. Ndiye mfano bora wa wanafamilia wa familia ya Mungu. Yeye alisikia sauti ya Mungu, akaitii na kuitekeleza tangu siku ile alipopashwa habari na malaika Gabrieli kuwa atachukua mimba na kumzaa mwana wa Mungu. Na yeye alijibu kwa unyenyekevu mkubwa kabisa, mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Tunayasoma hayo kutoka katika Injili ya Luka sura ya 1 aya ya 38. Kwa jibu hilo, Bikira Maria anaingia moja kwa moja kwenye familia ya Mungu. Alitimiza mapenzi ya Mungu. Swali la tafakari linabaki kwetu sisi. Je, wewe na mimi tunazo sifa za kuingia katika familia hii ya Mungu? Basi tunaalikwa kutathmini uhusiano wetu na Mungu, na kama matendo yetu hayaakisi mapenzi yake, tufanye mabadiliko ili yaakisi mapenzi yake na kuwa sehemu ya familia yake ya kiroho. Fundisho hili, ndugu zangu, ni zuri sana katika kuishi Ukristo wetu, na kwa namna pekee Ukristo ndani ya kanisa letu Katoliki. Ndani ya kanisa Katoliki tunakutana na watu wa mataifa mbalimbali, rangi na makabila mbalimbali. Licha ya tofauti hizo tulizonazo, fundisho hili ni moja ya vipengele vinavyotuunganisha ndani ya kanisa na kuwa wamoja. Sisi tunakuwa wanafamilia ya Yesu. Kwa maneno mengine, twaweza kusema ukoo wetu unaitwa Ukristo. Ndiyo maana tunaitana ndugu katika Kristo. Na wasihi ndugu zangu, tusijitenge na ukoo huu, tushikamane, tuhudumiane, tudumishe umoja miongoni mwetu, na pia tuombeane mema sisi kwa sisi. Basi tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie kutimiza mapenzi yake ili tuweze kuwa sehemu ya familia yake. Tumsifu Yesu Kristo.